Nahitaji wanawake fulani hivi. Sibizi nimechukua laki ngapi? Sije laki 5. Nahitaji wanawake fulani hivi. Niwataje? Wanaouza mboga mboga. Hebu wasimame. Na ukimdanganya Mungu anakulaani. Kama unajua kwamba wewe unauza mboga mboga, kimbia hapa. Unauza mboga mboga, kimbia hapa. Unauza mboga mboga, kimbia hapa. Ngoja tumsaidie Mama Samia Suluhu Hassan. Mungu awainue. Kama uuzi mboga mboga, ukija Mungu anakulaani. Wanauza mboga mboga tu. Wewe mtaji wako shilingi ngapi? Mtaji wangu 50,000. 50,000. 50,000. Ndio mtaji wako. Sasa hivi una mtaji kiasi gani? Faida natoa kama 30,000. Kama 30,000 napata. Kama 30,000. Ukiwa na 50,000 ndio unafanya vizuri. Chukua 20,000 hapo. Hii nimekupa milioni 2 kwa jina la Yesu. Wewe mtaji wako kiasi gani? Mtaji wangu 60,000. 60,000. Sasa hivi una shilingi ngapi? Sina hata 100 sasa. Wewe mtaji wako kiasi gani? Mimi ni mkulima wa mboga mboga, lakini ninahitaji hela kununua dawa. Dawa shilingi ngapi? Kichupa ni shilingi 10,000. Nataka wanaouza kwa kutembeza. Wewe shilingi ngapi wewe mtaji wako? 30,000. 30,000. Sasa hivi una shilingi ngapi? Na 10,000. 20,000 hapo. Na utafilisika tena na utainuka, utaiacha hiyo kazi. Wewe shilingi ngapi? Mtaji wangu 20,000. Sasa hivi una shilingi ngapi ndani? Sina hata 100. Na hela. Wewe shilingi ngapi? 30,000. Sasa hivi una shilingi ngapi? 10,000. Njoo chukua 20,000 hapo. Mtaji wako rudi pale pale, nenda ukafanikiwe. Wewe una shilingi ngapi? 30,000. Una shilingi ngapi ndani? 25. Njoo chukua 5,000. Naomba 5,000 hapa. Nataka Mungu awarudishe kwenye vile viwango na mkafanikiwe sana. Mama una shilingi ngapi? Yaani katika msingi wangu umebakia 10,000. Lakini mtaji wako shilingi ngapi? 40,000. Kwa hiyo mpongea 30. Wewe mama wako yuko wapi? Hapana. Wewe una tabia za kuwapa wanaume hela. Hapana baba. Na nikikupa hii hela usije ukampa mwanaume yeyote. Sina hata huyo mwanamume kwanza. Una hata mwanaume unaishije? Huo mwili unaishije? Naishi Unataka niseme? Unataka niseme? Fichua baba. 30,000 hapa. Wewe una shilingi ngapi? Mtaji wako shilingi ngapi? Mtaji wangu 50,000. Nimebaki. Umebaki na shilingi ngapi? Na 10,000. 50,000? 40,000 imeenda wapi? Mwanangu alikuwa anaumwa kwa sababu mume wangu alifariki, kwa hiyo mimi ndo baba, mimi ndo mama. Mwanao alikuwa anaumwa? Kwa hiyo nimempeleka hospitali hela nyingine. Na mume wako amefariki? Mume wangu amefariki, kwa hiyo nipo tu kwa mtu amenihifadhi. Una watoto wangapi? Na watoto 5. Wote unawalea wewe? Wote nawalea mimi. Mkubwa ana umri gani? Mkubwa ana umri wa miaka 18. Anafanya nini? Anasoma bado. Anasoma. Yuko darasa la ngapi? Yuko darasa la 6 mwaka huu. Yuko darasa la 6. Kwa nini ana miaka 18 yuko darasa la 6? Kwa sababu nilikuwa kuna kipindi tulikuwa umetokea utafaruko na ndugu wa mume wangu, kwa hiyo niliondoka. Walivyonifukuza nyumbani, kwa hiyo nilikuwa nahangaika, baadaye nikaja kurudi Dar es Salaam. Kwa ndo nikaanza tena maisha hadi mume wangu amefariki, kwa hiyo shule alikuwa anayumba yumba. Kwa hiyo mtoto ameanza tena upya. Njoo chukue shilingi 40,000. Nenda na uzao wako kainuliwe. Wewe mama? Mtaji wangu 40,000. Mtaji wangu 40,000. Sasa hivi una shilingi ngapi ndani? Na shilingi 15,000. Nyingine umeenda wapi? Wewe una kamdomo. Na familia na watu. Wewe una kamdomo sana. Nakupa hii hela lakini kuanzia leo uache kamdomo. Sawa. Sawa. Mume wako yuko wapi? Mume wangu amefariki, ameniacha watoto 3. Uache kamdomo. Sawa. Chukua 20,000 hapo. Mama una shilingi ngapi? Mtaji wako kiasi gani? Msingi wangu 20,000. Umebaki na kiasi gani? Na 5,000. Chukua 15,000 hiyo. Wewe mtaji wako 30,000. Ndio. Umebaki na kiasi gani? Baki na 10,000. Chukua 20,000. Wewe unajibu wanaume wanavyotaka.
Kwa nini unajiamini kiasi hicho? Kwa nini unajibu wanaume, kwa nini unajibu mwanaume unavyotaka? Mume wako yuko wapi? Tuliachana. Mmeachana? Kamdomo. Hapana. Sio kamdomo. Wewe unajibu mwanaume unavyotaka. Kwa nini? Hapana. Hapana. Aya, kanisa semeni uchawi aliyofanywa katikati ya utosi wake. Semeni utoke akaolewe. Mara ya pili, mara ya tatu, mara ya mwisho. Toka in the mighty name of Jesus. Roho wa uchawi ambayo mtu anapandiwa kwenye utosi, na uamuru kuanzia sasa, toka ndani yake. Toka, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Amen. Mtaji wako kiasi gani umesema? Una shilingi ngapi ndani? 10,000, 20,000 hapa. Wewe unauza mboga? Unatembeza? Unatembeza, umebeba huyo mtoto au mtoto unaacha nyumbani? Mtoto namwacha nyumbani. Unamwacha na nani? Namwacha shule. Baba yake yuko wapi? Baba yake kaniacha na mimba miezi 7. Akaenda wapi? Alikuwepo tu shamba. Aliniacha, alikuwepo shamba, mama tulienda shamba, mimi nikajarudi kwa mama huko Dar. Kwa sasa hivi baba yake yuko wapi? Baba yake mimi sijui aliko sasa hivi. Alikuacha na mimba miezi 7. Ndani umesema unabaki na kiasi gani? Ndani 20,000, ndani na 10,000. Wewe njoo uchukue 40. Mungu ananiambia nikupe 40. Shika hii. Leta huyo mtoto nimwombe. Njoo. Baba, kwa jina la Yesu, uzao uliotelekezwa ukawe wa baraka zaidi ya vile mwanaume alivyokimbia. Lakini Mungu, naomba toba kwa ajili yake. Uzao huu ukamlee huyo mwanaume katika jina la Yesu. Amen. Wewe unauzaje mboga? Natembeza. Unatembeza. Baba wa huyu mtoto yuko wapi? Alikimbia tangia mimba miezi 3. Alikukimbia ukiwa na miezi 3? Alienda wapi? Aliondoka tu, yuko hapa mjini. Sasa hivi yuko wapi? Hapa Da. Anaishi wapi? Sijui anakaa wapi. Anaitwa nani? Anaitwa Zakiru. Zakiru. Ameshakuja kumwona hata mtoto wake? Anakuja mara moja itokee sana. Itokee. Kwa hiyo umepanga chumba chako. Una watoto wangapi? Na watoto 3. Watoto 3. Wote ni wa kwake? Huyu mmoja babake alifariki, aliniacha naye na mimba miezi 4. Yeye alinikuta na huyu mwingine ana miezi 4. Na yeye akaongeza mimba nyingine? Mimi na watoto naye 2, mwingine niko naye pale. Yeye umezaa naye watoto 2? Unataka unafanya biashara ya mboga za majani? Una mtaji wa kiasi gani ndani? Mimi sina baba hela. Hauna kabisa? Unaishije sasa? Si ndio hivyo, nikipata na kula, faida nitopata na kula, ikiji mahitaji. Hela ya kula unaenda kuitafuta wapi? Nazungusha beseni mtaani. Beseni la mboga? Mtaji kiasi gani? Mtaji 50,000. 50,000. Sasa hivi ndani una kiasi gani? Mimi babangu ni 5,000 tu. Una 5,000? Naomba 45. Leta hesabu 45. Sasa chukua hiyo 45. Nenda ukalee watoto. Watoto wako wako wapi? Anasoma darasa ngapi? La 3, mwingine la 6. Walete hapa niwape hela za madaftari. Wafuate walete hapa. Huyu msione huyu tunampa.
Huyu akianza kugombana na mwanaume saa 3 usiku anamaliza saa 9. Mnanielewa? Kuna tofauti ya neema ya Mungu na tabia. Leo kakutana na neema ya Mungu, lakini lazima aache tabia ya kumsema mwanaume. Kwa nini unasema mwanaume muda mrefu? Babangu anakuwa ananiuzi na kwa inaniuma sana. We! Mauzi gani hayo? Kama anakuuzi, tafuta mbinu za kumrekebishia kitandani. Njoo kwenye semina ya Jumatano. Uone wenzako wanavyowafundisha kuwanyoosha wanaume walio na tabia mbaya. Kaa kimya, usimtandike na maneno. Ndio huyu kijana wako. Aisee, unashabikia timu gani? Na wewe unashabikia Simba? Mitoto iliyoko hapa mingi ya Simba. Unasoma darasa ngapi? 4. La 4. Una madaftari? Hauna madaftari? Unakuwa wangapi darasani? Kwanza. Wa kwanza? Unakuwa wa kwanza? Kabisa. Naomba 30 hapa. Nenda ununue madaftari rafiki yangu. Naona hata viatu ulivyovaa. Una viatu hata vya kuvaa kuja kanisani? Hauna? Hebu mtu mmoja akimbia hapa kwa ajili ya kwamba atamnunulia huyu mtoto viatu Jumapili, na nakwambia uzao wako Mungu atakao ufanyia kitakuwa ni cha ajabu sana. Viatu vinauzwa bei gani? Mama, viatu vya mtoto shingapi? Vinauzwa 5,000 tu. Mama 5,000, huyu yule revo kaishaondoka kuanzia leo. Ndio nanunuliage na kaka yake. Sasa hivyo vya 5,000 kuanzia leo achana navyo. Yaani wewe kuanzia leo sio maskini tena. Mama, utamnunulia viatu vya bei gani? Vya shilingi 10,000. Kaka? 10,000 natoa sasa hivi. 10,000 natoa sasa hivi. Asante. Shika kabisa bwana mdogo. Kaka, unaona viatu vya bei gani? 20,000. 20,000. Unayo hapa hapa? Lete kabisa. Mungu Baba, nimesikia. Bwana mdogo shika. Kaka, ona mnunulia vya bei gani? 10,000. 10,000. Unayo hapa hapa? Nenda. Piga magoti bwana mdogo nikuombee. Kwanza hebu simama kwanza. Unaona hata mkanda wake? Mnaona hata mkanda wake? Mnaona mkanda wake? Lakini darasani anakuwa wa kwanza. Tazameni mkanda anaovaa, lakini darasani anakuwa wa kwanza. Yaani hapa ndo kaufunga lakini bado unaning'inia, lakini darasani anakuwa wa kwanza. Bwana mdogo, kama Mungu alivyonisomesha mimi na kunipa akili mpaka chuo kikuu, na nimesoma mpaka nje ya nchi, na nimefanya kazi serikalini, na leo nimeajiriwa na Mungu Jehova aliye hai, wewe utakuwa bilionea katika jina la Yesu. Amen. I say, wewe mama anasema ukanunue suruali. Kuna mwingine wa kumnunulia nguo? Mnataka kumnunulia huyu mtoto nguo, kimbia. Yaani kuna vitu unawekeza ili Mungu awekeze kwako. Unaikuja kumvisha huyu mtoto nguo, kimbia. Huyu anakuletea madaftari na peni, Jumapili utayakuta hapa. Amen. Mwingine anayetaka kufanya jambo kwa huyu, yes. Shika rafiki. Hebu hesabu zote shingapi? 10, 20. Unamsaidia nini rafiki yangu? Ukanunue nguo. Hebu msaidie haraka haraka. Anatetemeka. Huyu mtoto hajazoea kushika hela. Yeye kazoea kumsaidia mama mboga za majani. Mama anauza nini nyumbani? Anauza mboga za majani. Wewe unamsaidia kuziandaa? Mbona unalia rafiki yangu? Unaumia? Kwa nini unalia? Pole rafiki yangu. Kwa nini unalia? Baba yuko wapi? Haujui alipo? Haya, pesa watu wamekupa rafiki yangu, hii hapa imefika 100,000.
Shika. Asante. Basi rafiki yangu. Basi usilie mtoto mzuri. Msamehe baba yako. Na ndio maana leo Mungu amekukutanisha wewe na mimi. Na kuanzia leo Mungu amepanda roho ya utajiri ndani yako. Roho ya umaskini kwa mama yako haitakuwepo tena kwa jina la Yesu. Amen. Mama, kodi unalipa shilingi ngapi? Unalipa 15,000. Sasa hivi unadaiwa? Nadaiwa. Unadaiwa shilingi ngapi? Kama miezi 3. Haujalipa? Kwa nini? Fatana na uchumi na hali ya maisha. Yule wala 6 kila siku mitihani. Hivyo hapa nimemwambia tuende kakataa. Wala 6. Na huyu yuko la ngapi? Huyu la 4. Kwa hiyo rafiki yangu wewe una mitihani. Kila Alhamisi una mitihani. Sasa mimi nitakuwa nakupa hela zote za mitihani. Sawa? Nitakupa hela zote za mitihani. Mitihani unalipa shilingi ngapi? 1,200. Jumapili nitakupa hela ya kulipia mitihani mwaka mzima. Asante. Amen. Mama, kuna hela nyingine huyu mtu amekuongezea. Mama, Jumapili anasema kodi unalipa 15,000. Nipe 45 hapo. 45 hii hapa. 1 2 3 4 5. Kalipe kodi miezi 3 yote. Asante baba, Mungu akubariki. Naomba package ya C2. Naleta pale, nakupa package. Kaoge na watoto wako. Mungu anawafungua. Hautakuwa kwenye familia yako mtoto anayezaa mapooza tena. Kaka yako anakuwa wangapi darasani? Anakuwa wa kwanza. Na wewe pia unakuwa wa kwanza. Mama, unaweza ukanisaidia huyu mtoto nikae naye nyumbani kwangu? Labda yule mwingine baba ndo asikii mjeuri. Hata hivi nimemwambia twende kanisani. Mimi nipe huyu. Mimi nimependa huyu. Haya baba. Uko tayari kuishi na mimi nyumbani kwangu? Ndio. Kuanzia lini? Leo. Kuanzia leo. Anaishi wapi? Mnaishi wapi? Si tupo Mbagala. Mbagala? Okay. Samson Rugembe. Mama, chukua hii package ya C2. Nenda weka kwenye maji. Oga na uzao wako. Mungu, hakuna mwanao atabaki kuwa dhaifu. Na unakwenda kumiliki duka. Chukua. Haleluya. Haleluya. Lakini mama, sijamalizana na wewe. Kamdomo. Naomba angalia juu, nishike mdomo wako kwanza. Baba aka kamdomo na kafunga. Kasiongee tena. Kakipata mwanaume mwingine, kawe na utulivu sasa. Amen.